Stori yetu inaanza na kijana mmoja anayeitwa John, ambaye kila kuchapo anawaza kuvumbua vitu vipya ili apate namna ya kusoma masomo yake kwa urahisi. Lakini moyo wa familia hii ni dada yake kwa jina la Cho. Cho ni msomi aliyemaliza chuo, lakini kutokana na hali ngumu ya maisha, anapambana na kazi mbalimbali za msimu ili kumsaidia baba yao Mzee Mei, ambaye anafanya kazi ya usafi mitaani. Familia hii inapambana yenyewe, kwani mama yao alikuwa amefariki mwaka mmoja uliopita. Upande wa pili tunakutana na Ren. Ren ni kijana tajiri sana na mkurugenzi wa kampuni kubwa inayotengeneza vifaa vya kisasa vya usafi. Lakini ana tatizo moja kubwa. Ana ugonjwa wa kuogopa vijidudu na uchafu uliopitiliza. Akisogelewa na mtu mchafu au mwenye vijidudu, anapoteza fahamu kabisa. Siku moja, wakati Cho akiwa njiani kuelekea kwenye moja ya kazi zake, anapata ajali ndogo ya barabarani. Gari alilogongana nalo ni la Ren. Ren anaposhuka, badala ya kuangalia uharibifu wa gari, anapata mshtuko anapomuona Cho. Kwa jinsi anavyoogopa uchafu, anamuona Cho kama gunia la vijidudu linalotembea. Cho anaomba radhi na kuendelea na safari yake, kwani ana kazi nyingi za kufanya ili kupata mkate wa kila siku. Baadaye Ren akiwa na msaidizi wake anayeitwa C, anaenda kwenye miadi ya kimapenzi aliyopangiwa na mama yake. Lakini akiwa huko, anashindwa kuvumilia baada ya kuona unyoya wa mbwa kwenye nguo za yule msichana. Anaghairi date na kuondoka kwa haraka. Akiwa kwenye maegesho ya magari, anakutana tena na Cho. Cho, akijua huyu ni mkurugenzi wa kampuni kubwa ya usafi, anaamua kutumia nafasi hiyo kuomba kazi. Anamwambia Ren jinsi anavyovutiwa na akili yake na kazi zake. Lakini Ren anamjibu kwa dharau kubwa. Mtu kama wewe katika hali hiyo ulionayo, haiwezekani kufanya kazi kwenye kampuni yangu. Cho anabaki amedua na kuumia moyoni kwa dharau hizo. Wakati huo huo, Ren anagundua kuwa robot mpya ya usafi inayofanyiwa majaribio imetoka nje ya nyumba na kupotea. Robot hii ni siri ya kampuni na haitakiwi kuonekana na watu. Kwa bahati mbaya au nzuri, Cho anaiokota robot hiyo mtaani akidhani ni kitu kilichotupwa na anaamua kuipeleka nyumbani kwake. Hapo ndipo tunapokutana na jirani yao mpya, kijana mmoja anayeitwa Jian, ambaye anaonekana kuwa na siri fulani. Siku inayofuata, Cho anaenda kumsaidia baba yake kazi ya kukusanya takataka. Akiwa kwenye pilika hizo, anakutana na rafiki yake Liu, ambaye kwa aibu, Cho anaamua kumkimbia asimuone kwenye hali ile ya uchafu. Lakini katika harakati za kukimbia, anajikuta akigongana tena na gari la Ren, na safari hii takataka zote zinamwagika kwenye gari na nguo za Ren. Ren anapandwa na hasira na kuanza kumdhalilisha Cho mbele ya watu, akimwambia maneno ya kashfa kuhusu hali yake ya umaskini na uchafu. Cho anahisi kudhalilika vibaya sana na anaondoka akiwa na machozi. Hata hivyo, asubuhi inayofuata, Ren anamtokea Cho na kumtaka amrudishie ile roboti yake, kwani kamera za mitaani zimemwonyesha Cho akiichukua. Cho anajikuta kwenye wakati mgumu, kwani anahitaji kazi kwenye kampuni ya Ren, lakini tayari wameshaanza kwa ugomvi. Kwa upande mwingine, rafiki yake Liu anamlazimisha Cho kufanya tangazo la chakula chenye pilipili kali sana. Cho anakubali kwa shingo upande, na huku akiwa na maumivu ya tumbo kutokana na pilipili. Baada ya Cho kupata maumivu ya tumbo kutokana na lile tangazo la pilipili, anakutana na dhoruba nyingine. Anamsikia rafiki yake Liu akisema kuwa Cho ni mtu dhaifu na anamtumia tu ili amlipe pesa kidogo, huku akimfanyisha kazi ngumu za kukusanya takataka. Cho anaumia sana moyoni kugundua kuwa mtu aliyemwamini kama rafiki ndiye anemfanyia ubaya. Licha ya dharau zote, Cho anafanikiwa kupata kazi kwenye kampuni ya Ren. Ren hapendezwi kabisa na uwepo wa Cho, hivyo anaanza kumfanyia majaribio magumu na mitego mingi ili amfanye akosee na amfukuze kazi. Lakini Cho ni shujaa. Kila mtego wa Ren unashindwa kwa sababu Cho anafanya kazi yake kwa umakini mkubwa na ufanisi usio na doa. Hapa ndipo siri inapoanza kufunuka. Ren anaanza kuvutiwa na juhudi za Cho. Licha ya ugonjwa wake wa kuogopa uchafu, anajikuta anaanza kuwa na hisia za mapenzi kwa msichana huyu anayemwona mchafu. Wakati huo huo, yule jirani Jian naye anaanza kuonyesha kuwa anampenda Cho tangu mwanzo. Siku moja, tunamwona Cho akiwa kwenye kaburi la mama yake, akilia na kuelezea jinsi anavyopambana ili kaka yake John asihitaji kufanya kazi na badala yake asome kwa bidii. John anamsikia dada yake na anaguswa sana. Kwa msaada wa rafiki yake, John anaamua kuweka bidii kwenye masomo ili ampunguzie dada yake mzigo wa maisha. Siku moja, Cho akiwa anasafisha ofisi ya Ren,
Anamsikia Ren akimwambia msaidizi wake kuwa anamwangalia Cho kila siku ili tu amfukuze kazi. Cho anaumia sana na kumwambia Ren kuwa hakuwahi kudhani kuwa anamchukia kiasi hicho. Anarudi nyumbani akiwa na huzuni. Anakuta marafiki zake wamemwandalia surprise ya siku yake ya kuzaliwa. Lakini hawezi kufurahi kwa sababu ana hofu ya kupoteza kazi inayotegemeza familia yake. Baada ya kuelewana na Ren na kurudi kazini, mambo yanabadilika. Ren anaanza kuwa karibu na Cho na hata kukubali kwenda kula chakula nyumbani kwao. Lakini ghafla, Jian anaingilia kati na kutoa siri kubwa. Jian ndiye daktari wa Ren. Ren amekuwa akitibiwa na daktari huyu mtandaoni kwa miaka mingi bila kumuona sura. Jian anatumia nafasi hiyo kumtisha Ren kuwa ukaribu wake na Cho utamfanya hali yake iwe mbaya zaidi. Lakini Ren anaamua kumpuuza daktari huyo na kufuata moyo wake. Ghafla, kampuni inatangaza kufunga kitengo cha usafi wa mikono. Cho anapoteza kazi yake na anajikuta hana pa kwenda. Huku akiwa amekata tamaa, mama yake Ren anakuja na ofa ya ajabu. Anamtaka Cho akakae nyumbani kwa Ren kama mfanyakazi wa ndani. Mama huyo anaamini kuwa Cho ndiye pekee anayeweza kumponya mwanae ugonjwa wake wa usafi. Cho anakubali kazi hiyo kwa mshahara mkubwa mara 3, lakini anadanganya familia yake kuwa amepata kazi ya maana mji mwingine ili wasijisikie vibaya. Sasa Cho anahamia ndani ya nyumba ya bosi wake anayemwogopa na kumpenda kwa wakati mmoja. Baada ya Chao kuhamia nyumbani kwa Ren, mambo yanaanza kunoga. Ren anafurahi sana kuwa karibu na Chao, lakini bado hajui jinsi ya kuelezea hisia zake, jambo linalomfanya Chao aanze kufikiri kuwa bosi wake anachezea tu hisia zake. Ghafla, Jian anakuja juu na kutishia kutoa siri kwa baba wa Chao kuwa binti yake anafanya kazi ya ndani. Ili kumlinda Chao, Ren anakubali Jian ahamie hapo kama daktari wake, na sasa nyumba inageuka kuwa uwanja wa vita wa wivu kati ya wanaume hawa wawili. Licha ya upinzani, uwepo wa Chao unamfanya Ren aanze kupona. Anaanza kula chakula chochote na kukaa sehemu yoyote bila kuogopa uchafu. Lakini mama yake Ren, anayependa utajiri, anamgeuka Chao na kumwambia mwanae kuwa hawezi kuoana na maskini. Ren anampuuza mama yake na kuamua kumwambia Chao kuwa anampenda. Chao anashindwa kuamini na wawili hawa wanaanza mahusiano ya kimapenzi yenye furaha tele. Wakati mapenzi ya Ren na Cho yakishamiri, siri nyingine inatokea. Cho anamkuta Xian kwenye kaburi la mama yake akiongea kwa huzuni. Hapo ndipo tunagundua kuwa Xian alikuwa akijua mama wa Cho tangu utotoni. Wakati Xian alipokuwa akionewa akiwa mdogo, mama wa Cho ndiye aliyekuwa akimlinda na kumsaidia. Xian anakubali kushindwa na kuamua kubaki rafiki wa Cho kwa sababu anajua furaha ya Cho ipo kwa Ren. Furaha inageuka kuwa huzuni pale babu yake Ren anapoingilia kati. Babu huyo mkatili anaenda kwa mzee Mei, baba wa Cho, na kumtukana kwa maneno mazito, akisema binti yake ni mnyonyaji anayefuata pesa za mjukuu wake. Baba yake Cho anachukia sana na kumzuia Cho asionane tena na Ren. Mambo yanakuwa mabaya zaidi pale Ren anapoenda kwa baba yake Cho kuomba radhi, lakini kwa ugonjwa wake anashindwa kumgusa mzee Mei aliyekuwa na maumivu ya mgongo bila kuvaa glovu. Baba yake Cho anahisi kudharauliwa na kumfukuza Ren kabisa. Cho na Ren wanapitia kipindi kigumu cha kutengana, lakini mama yake Ren anaguswa na kuamua kumshawishi babu abadili mawazo, akimkumbusha jinsi shinikizo lake lilivyomfanya Ren kuwa mgonjwa tangu utotoni. Hatimaye babu anakubali na Ren anaenda kwa baba yake Cho na kuelezea kila kitu kuhusu ugonjwa wake. Mzee Mei anaguswa na kuwapa baraka zao, na Cho anapandishwa cheo na kuwa kiongozi kwenye kampuni ya Ren. Stori yetu inaisha kwa harusi ya kifahari ya Ren na Cho. Ren anapona kabisa ugonjwa wake wa kuogopa uchafu, akigundua kuwa mapenzi ya kweli ni safi kuliko kitu chochote. Kila mhusika anapata amani na familia ya mzee Mei inaishi maisha ya furaha na utulivu. Kama umependa stori hii ya kusisimua ya bosi tajiri na mrembo Cho, basi usiondoke hivi hivi. Bonyeza hapo chini alama ya kulike. Na pia kama bado haujasubscribe, kumbuka kusubscribe kwenye chaneli yako namba 1 ya K-Recap Swahili. Usisahau kugusa kengele ili uwe wa kwanza kupata simulizi kali za kila siku. Nawapenda nyote!